Idadi ya watu waliofariki kufuatia ajali iliyohusisha trela na watu waliokuwa wakishuhudia ajali hiyo ya pikipiki katika eneo la Malaha kule Webuye, kaunti ya Bungoma imefikia watu 15. Kulingana na daktari mkuu katika hospitali ya kaunti ya Webuye, Dr. David Kunikina, ni kuwa watu 10 walifika hospitalini humo wakiwa tayari wamefariki, huku 5 wakiaga walipokuwa wakitibiwa. Tulipata majeruhi 21. Kati hawa majeruhi 21, madaktari wetu na wahudumu wa afya wote katika kazi ambayo walifanya ambayo ni nzuri, tuliweza kuokoa maisha ya watu 16. Watu 5 walifariki wakipata matibabu hapa katika hospitali. Mmoja kati ya 5 tulijaribu kumfanyia upasuaji lakini hatukufaulu. Alifariki akipata hiyo huduma katika chumba cha upasuaji. Miili 10 ambayo ililetwa katika hospitali katika hifadhi yetu ya maiti kama wamefariki watu 10. So kwa ujumla tulipata watu 31 ambao walihusika katika ile ajali, waliletwa hapa katika hospitali ya Webuye. Kati ya waliofariki ni watu 6 wa familia moja, huku wengine wakiwa kijiji kimoja kule Malaha, eneo bunge la Webuye Magharibi, kaunti ya Bungoma. Huyu ni mzee yangu. Alikuwa ameenda kuokoa watu walioumia kwa barabara. Sasa yule alikuwa ameenda kuokoa watu, sasa akapata ajali. Trela ilipata juu ikapita na yeye. Sungumuza hata mimi siku mwezi wa Ramadhani hata alikuwa anafungua. Ndiye alikuwa tu ameswali, amemaliza, amekunywa chai, ndiye anakula ile chakula tunaita futari. Hata yakuwa amemaliza kwa sahani ile tu kitonge ya kwanza hiyo, na akakimbia kwa barabara. Hakuwa amemaliza hata futari kwa sahani. Nilikuwa nimekuja kutembelea mama yangu jana. Niliposikia nduru kukimbia kupata, nimepoteza mama yangu, nimepoteza mandugu zangu 3, na nimepoteza jirani mwenye amenunua kwetu, na nimepoteza mtoto wa babangu mwingine. Watu 6, familia moja ambayo tulikuwa tunang'ang'ana kutoa kwa maji, sasa tumefiwa na watu 6 kwa familia moja. Kwa jumla the whole village we have lost like 9 people. I don't want to state authoritatively because hatuja confirm from the mortuary, lakini watu wenye tuko sure tumetoa kwa maji. Mimi mwenyewe na macho yangu nilikuwa nabeba watu 6. Aidha, manusura 16 walioumia waendelea kupokea matibabu katika hospitali hiyo, huku wakiitaka serikali kuweka matuta kwenye barabara hiyo ili kudhibiti mwendo kasi wa magari na kupunguza visa vya ajali. Tulikuwa kwa bike watu 4, tulikuwa tunatoka Misiu. Tulikuwa tunakuja huku Webuye. Sasa tulikuwa 4, kuna kijana alikuwa nyuma yangu. Sasa Nissan ikatokea nyuma ikamgonga, yeye akakufa, alafu sisi tukaanguka kwa mtaro huko. Sasa kutokea hapo hivyo sisi tukaletwa hospitali. Sijui sasa hao wengine vile hao wenye walikuwa wamekuja kutuokoa, nasikia sasa lori ilikuja nao ile harakati ya kuangalia nini bike ichukue hao wengine, ndio lori ikatokea huko ikapita nao wote. Jirani yangu alikuwa amepata accident hapo kwa barabara. Watu wanapika nduru na nikakimbia nikaende huko nione. Tulipofika huko kwa hiyo harakati, hatujui trailer ilitokea wapi. Ikakuja, hata mimi sifahamu venye nilikuwa, lakini nilichipata niko kwa pikipiki na kuletwa hapa hivi district. Ile tulifika, madaktari walituhudumia. Najua Mungu alikuwa upande wetu, maana wengi walikufa. Majirani zangu area yangu, watu walikufa karibu 6. Huyu ni bibi yangu, alafu tuko na watoto 4.
na ametuachia mtoto baada na nyonya na sina mbele na nyuma. Mimi ni jua kali ni kujitafutia. Alafu sasa mke wangu ndiye ametuacha. Sasa naomba tu mtusaidie. Wakati alitoka nilikuwa kwa nyumba. Sasa niliuliza watoto, akasema mama ameenda kuangalia kuna ajali imefanyika hapa juu. Sasa wakati alienda kidogo nasikia akaosi kukimbia huko, nikapata madaktari wanamshughulikia kama dakika kadhaa hivi, nikasikia nduru na ikawa tu hivyo. Tunaomba kwamba serikali tusaidie, hii barabara imekuwa hatari kwa ajili hii mteremko. Mtu akifa, maaskari pia watusaidiwa au wakija wakichukua hao watu mapema. Kama wangekuwa wamechukua mapema, hatungekuwa na hayo maafa ambayo yalitokea. Kitu inayotushangaza kama sisi wakaaji wa Malaa, kufikia sasa hatujaona hata mheshimiwa yoyote ambaye amewasili. Kufikia jana saa 2 hadi asubuhi hii, mheshimiwa hakuna yoyote amekuja, MP hakuna, gavana hakuna, seneta hakuna. Sasa tunashangaa watu wakati kuna jangwa kama hili wanaonekananga tu wakati wa kura peke yake, lakini janga ilikitokea hawawezi onekana.